Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinachotrend huku kwenye mitandao ya kijamii. Utakikuta hapa, na kubwa bwana ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Nawazungumzia miamba mikubwa kabisa hii Afrika Mashariki na Kati, miamba ya soka hii. Muda mchache kutoka sasa imetoka kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal ya Sudan. Huu ni mchezo wa pili baada ya mchezo wa kwanza kuchezwa juzi, na huu leo ni mchezo wa pili kwa maana marudiano. Mchezo wa kwanza Simba alikuwa ni mwenyeji kwa mazingira yaliyotengenezwa, na mchezo huu leo Al Hilal wamekuwa kama ndo wenyeji wa mchezo huu wa marudiano, ambapo matokeo yaliyotokea ni ya kushangaza kweli, na pengine wengi hawakutarajia hilo. Matokeo ya jumla magoli 4-1. Mnyama wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ametokea kupokea kipigo dhalili kabisa, kipigo cha mwana mbuzi, naweza kusema hivyo, cha mbwa mwitu, cha magoli 4-1 Simba Sports Club, ambapo katika mchezo huo goli la mawili yakifungwa na Kolibali kwa upande wa Al Hilal, lakini goli lingine likifungwa na Madiki, wakati goli lingine la 4 likifungwa na Sande. Huku kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, goli pekee likifungwa na Elie Mpanzu kwenye mchezo huo ambao umemalizika kwa Simba kupokea kichapo hiko kibaya na kitakatifu kweli cha magoli 4-1. Na hao ndio wafungaji kama nilivyokuambia hapo awali. Wafungaji wa magoli hayo ni Kolibali akifunga magoli 2, Madiki akifunga goli 1 na Sunday akifunga goli 1, jumla kuhitimisha magoli 4. Wakati kwa Simba Sports Club kama nilivyokujuza ni Elie Mpanzu pekee ndiye aliingia kimiani na kuipatia Simba goli pekee la lala salama. Pira Sigara kashapigwa chuma 4 huko, naweza kusema mnyama, na matokeo hayo yakahitimisha dakika 90 za mchezo huo. Huu unakuwa ni mchezo sasa wa pili kwa Simba wa kirafiki, maana kwamba mchezo wa kwanza wa kirafiki walicheza na hawa Al Hilal ya Sudani hapa nyumbani nchini Tanzania, na wakaibuka na ushindi wa magoli 2-0. Katika mchezo wa leo wamefanywa surprise kweli, na matokeo haya yamewashtua walio wengi. Comment zimekuwa nyingi mtandaoni, hakuna ambaye anaamini kichapo hiki dhalili ambacho Simba amekipata kutoka kwa Al Hilal. Pengine maswali yanakuwa mengi, imekuwaje Simba anapokea kipigo cha namna hii, lakini hatujui kwa kina imekuwaje. Pengine kikosi kilichopangwa kilikuwa ni kikosi cha majaribio, na Al Hilal wakaonyesha umwamba wao kwamba wao sio wa kufanywa majaribio. Yote haya unayapata hapa Fumo 255, lakini kumbuka klabu ya Simba ilimtangaza Dimitri Pantev kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo akitokea Gaborone United ya Botswana, akirithi mikoba iliyoachwa wazi na kocha Fal Davis aliyetimkia Raja Club Casablanca ya Morocco. Pantev ana umri wa miaka 49, alizaliwa Juni 26 mwaka 1976 jijini Varna huko Bulgaria. Ni raia wa nchi hiyo ya Bulgaria, na matokeo haya kwake ni ya kushangaza, lakini ni mchezo wa pili ikiwa Simba iko chini ya kocha Pantev. Simba ni timu ya 5 kufundishwa na kocha Pantev barani Afrika, ambapo kabla ya hapo amezinoa Victoria United ya Kameruni na kuipatia ubingwa wa ligi hiyo, lakini pia ameinoa Gaborone United ya Botswana na kuipatia ubingwa pia wa ligi kuu msimu 2025-25, na ndipo akatimkia Simba Sports Club. Kwa matokeo haya kivyo vyote huenda yasipokewe vizuri na baadhi ya mashabiki wa soka hasa wa Simba, na pengine itakuwa ni shida, maana watani zao Young Africans watatumia nafasi hiyo kuwatania Simba kwa hiki walichokipata. Lakini sio mbaya sana kwa matokeo haya, kwa sababu hatujui kikosi cha Simba kilichoanza leo kilikuwa ni cha namna gani. Mimi nitakuletea kila kilichotokea huko katika mchezo huo. Usisahau tu kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu. Lakini pia kumbuka ni bora kwa Simba kupoteza kwenye mchezo huu pia
pia kuna wafanya kujijenga vizuri na kujua safari yao ya mbele huko imekaa vipi, maana Simba Sports Club wanakaribiriwa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo wanatarajia kushuka uwanjani tarehe 18 katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa wakiwa ugenini. Hivyo kwa mchezo huo wa leo umewaimarisha na kujua mapungufu yao. Kwa namna yoyote ile huenda ikawa ni beta zaidi kwa Simba kupata matokeo hayo kuliko kujiamini zaidi hasa kwenye michuano hii. Na pengine hii ni safari sasa mpya ya kocha Dimitri Pantev kuelekea kwenye benchi lake la ufundi, lakini pia kuelekea kwenye uongozi wake, maana matokeo ya namna hii yanaleta taswira tofauti sasa. Wengi wakiamini kwamba mwamba amefika na ndiye mwokozi wa Simba Sports Club. Kwa matokeo haya yanamfanya kujiongeza zaidi na kutokujiamini, kwa maana kwamba ana safari ndefu na ya kufanya. Kocha Fadlu Davis licha ya mapungufu waliokuwa nayo, lakini aliwezesha Simba Sports Club kufanikiwa kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo alitolewa pale visiwani Zanzibar, visiwa vya marashi ya karafuu. Lakini kwa mchezo huu kiwa namna yoyote ile unaleta taswira tofauti kidogo kwa Simba Sports Club. Tusubiri tuone nini kitatokea, lakini kubwa zaidi naweza kusema kwamba tunaacha hapo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ili usipitwe na kila kinachotrendi huko mitandaoni. Hii ni Fumo 255.